katika awamu hizi tatu, mikubwa zaidi ilikuwa ile iliyohusu kuzaliwa, kufa na kufufuka kwa Yesu. Kuna miujiza mingi katika kipindi hiki cha tatu cha ufalme wa Mungu ulipokuja kwa njia ya Yesu Kristo na kanisa lake. Lakini katika miujiza ile yote, mikubwa zaidi ilikuwa ile iliyohusika kama kuzaliwa, kufa na kufufuka kwa Yesu. Tendo la Mungu kufanyika mwanadamu ni muujiza mkubwa. Ndio maana watu hawaamini tendo la Yesu kufanyika mwanadamu, kama maandiko yanavyosema kwenye Injili ya Yohana 1:18, anasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo hilo tendo la Mungu kufanyika mwanadamu ni muujiza mkubwa kabisa, hata ukazidi maana ya jinsi jambo lile lilivyotokea, yaani kupokelewa mimba kwa njia ya muujiza katika tumbo la Bikira Mariamu. Kwenye ile Mathayo 1:18-23, Mathayo 1:18-23, Mathayo 1:18-23 tunasoma hivi: kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mmewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitaki kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Haleluya! Ilikuwa ni jambo la kushangaza la kuzaliwa kwa Yesu, tendo la Mungu kufanyika mwanadamu, ilikuwa ni muujiza mkubwa. Lakini pia katika miujiza ile yote mikubwa zaidi, tumeona ni hili tendo la kufanyika mwanadamu, lakini pia ni ufufuo wa Yesu Kristo baada ya kufa. Na ufufuo wa Yesu Kristo ni muujiza wa maana na wa msingi kwa imani ya Kikristo. Hata pasipo muujiza huo, imani ya Kikristo haiwezi kuwepo. Yaani kama Yesu hakufufuka, basi imani ya Kikristo isingekuwepo. Wakorintho wa kwanza 15:12-14. Wakorintho wa kwanza 15:12-14 tunasoma hivi: basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Unaona? Kiendelea huko zaidi, unaona anathibitisha kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Hakuna mashaka yoyote kuhusiana na hilo, na ndio maana hii imani tulionayo ni imani iliyo hai
na inaendelea kusimama. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Muujiza kubwa unaohitajika na kila mtu. Unajua, kabla ya Mungu kumuumba mwanadamu, alianza na mahitaji yake. Sawa? Haleluya. Alikuwa akisema inatokea. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari ule wa 3, Mungu alianza kusema ikawe nuru, na ikawa nuru, na akaiona nuru kuwa ni kitu chema. Ndio akaendelea kutamka vitu vingine vikaendelea kutokea, ambavyo hivyo vitu baada ya kukamilika ndivyo vilivyokuwa ni mahitaji ya mwanadamu. Na baada ya kukamilisha yale mahitaji ya mwanadamu, ndipo ukisoma kwenye Mwanzo 1:26 na kuendelea, anasema Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, wakatawale au samaki wa baharini na ndege wa angani, ambao tayari Mungu alisha waumba, tayari walishaumbwa kwa ajili ya mahitaji ya nani? Ya mwanadamu. Kwa hiyo tunaona uhitaji au mahitaji ya watu wote yanamhitaji Mungu au yalimhitaji Mungu kuanzia mwanzo. Kuanzia wakati ule mahitaji ya mwanadamu yalimhitaji Mungu. Mungu ambaye alianza kuumba kwanza mahitaji ya mwanadamu, na ndipo akamuumba mwanadamu baada ya kukamilisha yale mahitaji. Na kwa sababu Mungu ni niko ambaye niko, hajabadilika, ni yeye yule hata sasa, mahitaji yote ya mwanadamu yanamtegemea Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Uhitaji au mahitaji ya watu wote yanamhitaji Mungu. Na Mungu alipowapatia yale mahitaji yote Adam na Hawa na kuwaweka katika bustani nzuri ya Edeni, alijidhihirisha kama Elishadai. Unajua, Mungu huyu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ana majina mengi, lakini majina hayo yametokana na kile ambacho amekifanya. Kwa hiyo Mungu alipowapatia Adam na Hawa mahitaji yote, akawatosheleza, hawakuwa na upungufu wowote, alijidhihirisha kama Elishadai, yaani Mungu atutoshelezaye, Mungu anayewatosheleza wanadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaona akiwa ndiye aliyeumba na kutawala ulimwengu. Kama ambavyo nimesema, ukisoma kwenye Mwanzo 1:1 anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini ule mstari wa 26 mpaka 28 tunaona akamuumba mwanadamu kwa mfano wake na sura yake, na akambariki, akampa kutawala. Kwa hiyo hayo maisha ya utoshelevu yalikuwa kabla ya uasi wa Edeni. Haleluya. Maisha yalibadilika kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari ule wa 6 na wa 7. Tunasoma hivi: mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa mmewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Mungu atusaidie sana. Haleluya.
Ukisoma kwenye Warumi pia sura ile ya 3, Warumi 3:23-24, 23-24, anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Kwa hiyo tunaona baada ya uasi wa Edeni, tunaona Adam na Hawa wakapungukiwa na utukufu wa Mungu katika mioyo yao, na ule upungufu ukaacha nafasi ambayo ilikuwa inahitaji kujazwa. Yaani nafasi ya Mungu ikawa imeondoka. Sawa? Katika mioyo yao, ile nafasi ambayo Mungu alikuwepo kabla ya uasi ikawa ni nafasi tupu, ambayo tangu wakati huo hiyo nafasi inahitaji kujazwa. Haleluya! Hiyo nafasi inamhitaji Mungu afanye jambo, muujiza. Ni muujiza pekee ambao ungeweza na unaweza kujaza hiyo nafasi. Kwa hiyo tangu wakati huo tunaona mwanadamu akawa ni muhitaji. Mungu atusaidie sana. Haleluya! Na sio jitihada na njia za kibinadamu, kama ambavyo tumeona baada ya lile tukio. Tunaona maandiko yanasema Adam na Hawa wakajifanyia majani ya nini? Ya mtini, wakafanya kama nguo zao. Yaani walikuwa wanajaribu kujitahidi kutatua hilo tatizo, na kumbe hilo tatizo halitatuliwi kwa njia za kibinadamu, linahitaji muujiza pekee wa Mungu. Ndio maana kwenye Mithali anasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia zile ni njia za mauti. Kwa hiyo Adam nao walipokuwa wanajificha, wanajifanyia majani ya mtini, wao walikuwa wanaona kwao ni sahihi. Wao walikuwa wanaona kwao ni kama wanaondoa lile tatizo. Lakini kumbe ule upungufu ndani ya mioyo yao ambaye angeweza kuutosheleza ni Mungu peke yake, ambaye ni Mungu Elishadai. Ile nafasi iliyopungua katika mioyo yao ambaye angeweza kuijaza ni Mungu peke yake, Mungu Elishadai atutoshelezaye, na sio jitihada na njia za kibinadamu alizozifanya, na sio sadaka inayotolewa na mwanadamu, bali ni sadaka inayotolewa na Mungu mwenyewe. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya! Ndio maana tunaona baada ya hapo Mungu alipowafuata Adam na Hawa, tunaona sasa anawapatia ufumbuzi wa tatizo lao wa muda mfupi na ufumbuzi wa kudumu. Ufumbuzi wa muda mfupi, ukisoma kwenye ile Mwanzo 3:21, maandiko yanasema Bwana Mungu akawafanyia Adamu na Hawa mavazi ya ngozi, akaua mnyama, damu ikamwagika kwa ajili ya upatanisho, ya kuwapatanisha dhambi zao na Mungu, lakini ile ngozi ya yule mnyama ikatumika kama mavazi bora kuliko yale mavazi ya mtini ambaye yalikuwa ni dhaifu. Yale majani baada ya kunyauka, baada ya kupigwa na jua,
yakaweza kunyauka na kupukutika, lakini tunaona Mungu akawafanyia mavazi ya ngozi. Lakini hilo lilikuwa ni jambo tu la dharura la muda mfupi, lakini Mungu alikuwa na mpango wa kudumu kwa ajili yao. Na ndio maana kwenye ile Mwanzo 3:15 anasema, kwa sababu imetokea hivi, nitaweka uadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Uzao wa mwanamke utauponda kichwa uzao wa nyoka, na uzao wa nyoka utauponda kisigino uzao wa mwanamke. Alikuwa anazungumzia uzao wa mwanamke, ya kwamba ni Yesu Kristo ambaye atakuja, na maandiko yanasema Yesu alipokuja alidhihirishwa ili azivunje na kuharibu kazi za Ibilisi, na alifanya hivyo kupitia msalaba na kufufuka kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma kwenye Mwanzo 22 mstari wa 7 mpaka 14 tunasoma hivi. Mwanzo 22 7 mpaka 14 tunasoma hivi. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo ukunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hapa tunaona Mungu akamjaribu Ibrahimu kutoa sadaka ya mwanawe Isaka. Lakini tunaona hapa Mungu akathibitisha. Mungu alikuwa anafanya hivyo, alitafuta mtu kabla ya kumtoa mwanawe ambao ni uzao wa mwanamke, akaona atafute uungwaji mkono kwa wanadamu, kwa walengwa, na wao washiriki wawe na sehemu. Akatafuta mtu mmoja ambaye na yeye atakuwa na moyo wa utoaji. Maandiko yanasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Lakini kabla ya kumtoa mwanawe pekee, tunaona Mungu akatafuta mtu mwenye imani ambaye ni Ibrahimu, baba wa imani, akamjaribu amtoe mwanawe pekee Isaka. Lakini hapa tunaona kwenye hii habari, haleluya. Kwa hiyo tunaona hapa Mungu akajidhihirisha kwa Ibrahimu kama Mungu mpaji, Mungu atoae. Haleluya. Ibrahimu alikuwa ameagizwa wakiwa na Isaka, na kwa sababu Ibrahimu alimlea mtoto wake Isaka kwa njia za uchamungu, alikuwa anaelewa hata taratibu za kutoa sadaka, kwa sababu walikuwa wanafanya, ilikuwa kama desturi yao kutoa sadaka. Sasa safari hii
Ibrahimu kamwambia Isaka, tunaenda katika mlima Moria kutoa sadaka. Lakini Isaka anashangaa, mbona kuna upungufu? Yupo wapi mwana kondoo kwa ajili ya hiyo sadaka? Lakini tunaona Ibrahimu anamwambia Mungu tunayemwamini, tunayemtumikia ni Mungu anayetenda miujiza. Haleluya! Anatenda miujiza sio tu ya kututosheleza, lakini anatenda miujiza ya kutoa. Mungu yeye ni mpaji, na kwa sababu yeye ni mpaji atatupatia huyo mwana kondoo kwa ajili ya hiyo sadaka. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio tunaona ya kwamba alipofika kule kweli Mungu akawapatia mwana kondoo kwa ajili ya ile sadaka. Bwana libarikiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa sababu Mungu ni mwenye huruma, ametuhurumia baada ya uasi, muujiza huu mkubwa ni kwa kila mtu. Ukisoma kwenye Timotheo wa kwanza 2:3 mpaka 4 anasema Mungu hutaka watu wote wafanye nini? Waokolewe. Petro wa pili 3:8-9 tunasoma hivi: lakini wapenzi, msilisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie nini? Toba. Anasema lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Kwa hiyo unaona, anasema Mungu hakawii kutimiza ahadi yake kama watu wengine wanavyodhani kwamba atakawia. Mungu hakawii kutimiza ahadi yake. Na kwa sababu hatujui, tumeshaambiwa siku moja ni sawa na miaka 1000 kwa Mungu, na miaka 1000 ni sawa na siku moja. Unaona hizo hesabu zilivyo ngumu sana, na vile sisi tunavyopiga mahesabu yetu au tunavyopanga. Kutokana na ugumu wa hizo hesabu, sasa kinachohitajika ni kwamba tunatakiwa tuishi kwa kukesha, kwa kuwa tayari kwa lolote. Ndio maana Yesu akasema jiwekeni tayari, kwa maana hamjui siku wala saa atakayokuja mwana wa Adamu. Maisha ya utoshelevu kimwili aliyokuwa nao au kuweza kujaza nafasi tupu ndani ya moyo wake, na hivyo alimhitaji Mungu, au alikuwa na kiu na hamu, shauku kwa Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ili uweze kuelewa hiki ambacho ninakisema, kwanza inatakiwa umwelewe huyu Nikodemo alikuwa ni mtu wa namna gani. Maandiko yanasema kwanza alikuwa ni mkuu wa Wayahudi. Alikuwa ni mtu mkubwa. Alikuwa ni mkuu wa Wayahudi. Lakini maandiko pia yanasema ya kwamba huyu Nikodemo alikuwa ni mwalimu wa Israeli. Nao walimu wa Israeli walikuwa ni watu wa kuheshimiwa sana, walikuwa wanajulikana kwa jina la Rabi. Walikuwa wakiitwa Rabi. Na ndio maana tunaona hata Yesu aliitwa Rabi, japo akwenda kwenye vile vyuo walivyosoma hao
waalimu wa Israeli. Lakini huyu Nikodemu alikuwa ni tajiri namba 3 katika Nikodemu pamoja na Yusufu wa Arimathaya, ambao walikuwa ni wafuasi wa siri wa Yesu, ambao walizaliwa mara ya pili. Kwa hiyo tunaona huyu Nikodemu, pamoja na kwamba alikuwa ni mkuu wa Wayahudi, alikuwa ni mwalimu wa Israeli, alikuwa ni tajiri namba 3 katika ule mji alioishi, lakini pia alikuwa mjumbe katika baraza kuu la Wayahudi la Sanhedrin. Tunaona pamoja na huu maarufu na kuheshimiwa, tunaona ndani ya moyo wake kulikuwa na nafasi iliyokuwa inahitaji kujazwa na Mungu. Na hiyo nafasi aliyokuwa nayo ndani ya moyo wake, iliyokuwa inahitaji kujazwa na Mungu, ikamfanya awe na kiu ya kumtafuta Mungu. Akuridhika na yale aliyokuwa nayo, aliona upungufu. Kisoma kwenye kitabu cha Zaburi 42 mstari wa kwanza na wa pili, maandiko yanasema hivi: kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. Mungu, nafsi yangu inamwonea kiu Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Anasema lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu. Unaona? Kwa hiyo hata Nikodemu alikuwa anajiuliza, lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Alikuwa anamtafuta Mungu. Na kutokana na hilo tunaona hamu yake au kiu yake iliweza kupatiwa nafasi, na alipokutana na Yesu akatosheleza kiu yake. Kwa hiyo tunaona huyu Nikodemu alipomwendea Yesu, kiu yake ilitoshelezwa. Lakini kusoma kwenye Yohana 4:14-15 habari za mwanamke Msamaria, na yeye pia tunaona baada ya kuelezwa ya kwamba na alipoyanywa akamletea mabadiliko, akaenda pia kule mjini kuwapasha habari watu kule mjini, na watu wakamiminika kwenye kile kisima cha Yakobo, wakakuta Yesu, wakamsikiliza, na wao pia wakaamini na kusema ya kwamba sio tu kwa maneno ya yule mwanamke Msamaria, bali wao wenyewe wamethibitisha kwamba Yesu ni Masihi, na wao pia wakaweza kuamini. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona hawa ambao tumewataja waliweza kuingia. Mtu yeyote anaweza kuingia katika ufalme wa Mungu kwa kuzaliwa mara ya pili na kuondolewa moyo mgumu wa jiwe na kupewa moyo mpya wa nyama, kama ambavyo tumeona kwenye Ezekieli kwamba Mungu anafanya muujiza wa kumwokoa mtu kwa kuondoa moyo mgumu wa jiwe
na kuweka moyo mpya wa nyama. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini tunaona mabadiliko hayo ambayo Mungu amekuwa akiyafanya kwa watu. Hata katika Agano la Kale tunaona kuna watu ambao Mungu aliwasaidia mioyo yao ikawa na mabadiliko. Unapomwangalia Mfalme Suleiman, ni kweli alifanya mambo mengi, anasa za dunia hizi, lakini unaposoma kwenye Mhubiri 2 unaona ile toba yake. Unaona toba ya Mfalme Suleiman kwenye ile Mhubiri 2 mstari wa kwanza, anasema nikauambia moyo wangu, haya nitakujaribu kwa njia ya furaha, basi ujifurahishe kwa anasa, na tazama hayo nayo yakawa ubatili. Sasa unajua watu wengi huwa wanasema tu yale mabaya, wanaangalia tu upande mmoja wa yale mabaya ambayo Mfalme Sulemani aliyafanya, kuoa wanawake wa kigeni aliyokatazwa, lakini hawaangalii ule mwisho wake ulikuwaje. Tunaona pamoja na kuyafanya hayo yote, mwisho wa Mfalme Sulemani aliona kwamba yale ni ubatili mtupu, hayasaidii chochote. Anasema hayo yote nayo yalikuwa tu ni ubatili. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini tunaona pia hata yule Malkia wa Sheba au Malkia wa Kusini, maandiko yanasema alitoka kule kaskazini akaja kusini ili aweze kupata hekima ya Mfalme Suleiman. Bwana asifiwe sana. Malkia wa Sheba kutoka kusini kwenda kaskazini. Haleluya. Ili hekima ya Mfalme Suleiman. Waliweza kuamini na Mungu akawatendea. Nazungumzia muujiza wa mabadiliko ya moyo. Sawa? Mfalme Suleiman alibadilika, lakini pia hata huyu Malkia wa Sheba, ukisoma kwenye Mathayo 12:42, hebu tusome hapo ili tuweze kuelewa vizuri. Mathayo 12:42. Tunasoma hivi: Malkia wa Kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Sulemani, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona hata huyu Malkia wa Kusini, Malkia wa Sheba, na yeye pia aliweza kuwa na uhitaji, yaani ndani ya moyo wake kulikuwa na nafasi ya kujazwa. Mfalme Sulemani pia ndani ya moyo wake kulikuwa na nafasi ya kujazwa, na tunaona ile nafasi iliweza kujazwa baada ya kukutana na Mungu au kufanya uamuzi wa Mungu na wa kumkubali Mungu. Lakini pia yule mfalme wa Ninawi na watu wake, tunaona Yona alipotumwa kwenda Ninawi na kutoa ule ujumbe wa kwamba Ninawi itaangamizwa, Ninawi itaharibiwa. Maandiko yanasema yule mfalme aliposikia ile injili ya Yona, akaagiza watu wote wafunge na kuvaa nguo za magunia, hata wanyama wasile, na kwa kufanya hivyo wamuombe Mungu, wamlilie Mungu, na kwa kufanya hivyo Mungu akagairi kile ambacho alitaka kukifanya kwa ajili ya watu wa Ninawi. Lakini tunaona pia hata yule Rahabu, yule kahaba, pamoja na ukahaba wake, lakini aliweza
kuokolewa. Ule uhitaji aliyokuwa nao uliweza kujazwa, ile nafasi tupu iliweza kujazwa. Lakini tunapomwangalia pia Naamani yule jemedari wa Shamu, na yeye pia maandiko yanasema ya kwamba alikuwa ni mtu mkubwa wa kuheshimika sana, kwa sababu kupitia mkono wake aliipatia nchi yake ushindi. Maandiko yanasema lakini alikuwa na ukoma, alikuwa na kasoro. Kuna jambo ambalo lilikuwa linamsumbua katika maisha yake, alikuwa anatembea nalo, hana amani. Unajua hawa anawataja ni watu ambao walishavuka kwenye uhitaji wa maisha haya ya kiuchumi, ya kimwili. Sema tu alikuwa na mapungufu, kama huyu Naamani yeye alikuwa na upungufu katika afya yake. Lakini pamoja na hayo walikuwa na uhitaji, na tunaona katika uhitaji wao walihitaji muujiza ambao kila mtu ana uhitaji. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Katika Agano Jipya tunamwona huyu Nikodemu, tunamwona Yusufu wa Arimathaya, naye alikuwa mjumbe katika ile baraza la Sanhedrin. Lakini tunaona na yeye kutokana na ule uhitaji, huyu Yusufu wa Arimathaya pamoja na Nikodemu, pamoja na kwamba walikuwa wajumbe kwenye ile baraza la Sanhedrin lenye wajumbe 72, lakini wao wawili waliweza kupenya na kutoka kwenye lile baraza, nafasi inayohitaji kujazwa. Maandiko yanasema kwenye ile Luka 19, alikuwa akitafuta kumwona Yesu, kwamba ni mtu wa namna gani, kwamba anaweza kumsaidia kulingana na yale mapungufu aliyokuwa nayo, aliyokuwa anayaona kama Nikodemo aliyokuwa anayaona. Na siku moja maandiko yanasema akasikia Yesu anapita katika ule mji wake, mji wa Yeriko. Na maandiko yanasema ile kiu aliyokuwa nayo ya kumtafuta Mungu ilikuwa na kikwazo, ilikuwa inapingwa, kwa sababu alipokuwa anamtafuta Yesu kulikuwa na kikwazo cha umati wa watu kilichomzuia yeye kumfikia Yesu. Lakini pia hata umbo lake anasema alikuwa ni mfupi wa kimo. Kwa hiyo hicho kilikuwa ni kikwazo. Lakini baada ya kusikia tu kwamba Yesu anapita katika ile njia, maandiko yanasema alikimbia haraka. Kwenye ile njia tayari Mungu alishaweka mkuyu. Kuna mkuyu ambao uliota pale na ukukatwa ukaendelea kukua mpaka pale ulipomsaidia Zakayo kupanda na akaweza kumwona Yesu. Ukawa ni ngazi ya yeye kumwona Yesu. Kwa hiyo hata ukiangalia habari za Yusufu na habari za Zakayo, ni kwamba Zakayo na yeye kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kinasumbua moyo wake. Ndio maana ukisoma kwenye ile Luka 19 unaona hata Yesu aliposema imempasa yeye kushinda nyumbani mwake, na alipoenda nyumbani mwake tunaona hata kabla Yesu hajamwambia chochote, yeye mwenyewe anasema kwenye ile Luka 19 mstari ule wa 8, anasema Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo anakiri ule upungufu ambao alikuwa nao ndani ya moyo wake, na anaonyesha nafasi inayohitaji kujazwa.
Na ndio maana baada ya kukiri, ndio maana kwenye Warumi anasema kwa maana kwa moyo mtu huamini na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Na tunaona baada ya Zakayo tu kukiri maneno hayo, ndio unaona jawabu la Mungu, jawabu la Yesu. Kwenye Mithali anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako yatathibitika. Kwa hiyo unaona baada ya Zakayo kuwa ameweka vizuri moyo wake, akaandaa moyo wake ili ile nafasi iliyopungua, nafasi ya Mungu ambayo haipo kwenye moyo wake ipate kujazwa. Anaonyesha toba yake. Anasema kama nimemdhulumu mtu nitamrudishia mara 4 kama Torati inavyosema. Lakini mimi najiona nilikuwa mchoyo, nilikuwa na ubinafsi. Mali zangu sikuwa nawasaidia maskini. Na kwa sababu ya hilo kosa, nusu ya mali yangu nitawapa maskini. Na kwa sababu hiyo sasa, ule ukiri wake na ile toba yake yenye matendo, Yesu anamwambia leo wokovu umeingia sasa. Umeingia nyumbani mwa Zakayo. Unaona hapo? Yesu, kuna mahubiri yoyote ambayo Yesu alisema wewe ni mbinafsi? Wewe umewadhulumu watu? Hatuoni shinikizo lolote kutoka kwa Yesu. Mungu atusaidie sana. Halisi ya kuwa na nuru. Mahali penye nuru giza hutoweka. Mahali penye nuru lazima giza liondoke. Mahali penye dhuluma lazima haki itawale. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Tukija sasa wakati mwingine tutaangalia jinsi ya kupokea muujiza mkubwa unaohitajika na kila mtu. Jinsi ya kupokea muujiza mkubwa unaohitajika na kila mtu. Kwa sababu tunaona hawa tuliowataja katika Agano la Kale, lakini pia hata Nikodemu na Yusufu Arimathaya waliweza kupokea muujiza mkubwa ambao kila mtu anauhitaji. Nafasi zilizomhitaji Mungu katika mioyo yao ziliweza kujazwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Na hapo ndipo tutakuwa kwenye kiini cha somo letu. Tutaingia kwa undani kabisa, na hapo tutajua ya kwamba kila mmoja, tutajibu swali la kwamba kila mmoja amepokea muujiza mkubwa anaohitaji? Amepokea? Na kama hajapokea, basi tutajifunza njia ambazo zinaweza kutuhakikishia kuweza kupokea muujiza mkubwa unaohitajika na kila mtu. Na Mungu alibariki neno lake. Amen.